katika sura Qaf, sura ya 50, Allah anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mwanadamu, jini, wanyama, wadudu, ndege hawatamki jambo lolote isipokuwa wapo mbele malaika. Hapa ninapozungumza malaika wanayasikia na wananiona, wanaandika. Kwa hiyo chochote kile unachoongea kinaandikwa. Uyaamini haya, subiri ufe. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum. Ardhi itasema siku ya Kiyama, ambayo ndio hiyo siku ya Ijumaa. Maanake siku moja ya Kiyama ambayo itakuwa ni Ijumaa, siku moja ya Ijumaa Kiyama ndio inasimama, ni sawasawa na miaka 1000 ya hapa duniani. Suratul Hajj, sura ya 22 aya ya 45. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Siku moja kwa Mola wako sawasawa na miaka 1000 ya hapa duniani. Kwa hiyo siku ya Ijumaa, tangu jua lilipokuwa imeanza ile shughuli kizaazaa mpaka inafika Ijumaa ile, ni miaka 1000 kwa hapa duniani. Tutakuwa wapi? Tumesimama pale mbele ya Allah, mbele ya Allah tumesimama pale. Allah akasema hammazin. Ukienda katika suratul Qalam, sura ya 68, suratul Qalam au suratul Nur, Allah anasema hammazin masha'in binamin, katika watu ambao adhabu kaburini inawasubiri na moto unawasubiri. Hammazin ni wasengenyaji, wanaokula nyama za watu. Ukiacha wanga, acha wanga, wanga wao wana kizaazaa. Wanga wote wasikia haya na watakuja wataniwangia, mimi siwaoni, lakini Mungu anawaona. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Ardhi itasema huyu ndiye aliyekuroga wewe Rusaganya, huyu ndiye alikuroga, na jamaa yupo hapo namwangalia na nimemind, na Allah yupo anaangalia hapo. Ardhi inasema watashhadu alayhim junudihum. Qur'ani inasema ngozi itasema hii ni kweli, mimi ndio nilishika ule uchawi kumroga huyu Rusaganya. Unatoboa? Utoboi? Alafu katika moja ya vitu ambavyo huwa nashangaa, wanga wa Afrika, maiti mnawaita IT wa Afrika, wanatembea usiku, hatuwaoni kabisa kabisa, mpaka pembeni ya misikiti wako wanga. Lakini hawa wanashindwaje kwenda benki kuchukua mzigo? Ingieni benki nyinyi, nataka kuchukua mzigo mwanangu. Kila mwezi unapiga milioni 5 unakuja unakula. Watu wanakuona tu mambo yako super. Maana hata ukiingia benki afande hakuoni, HR wa benki hakuoni, manager hakuoni, wale ma security hawakuoni. Anakwenda kuanga kwa mtu yupo Tandale kwa Mtogole, anadaiwa kodi na nizamu yake kununua umeme. Hati maimamu, baada ya sala hapo tutachangisha. Nipo msikiti mmoja siku moja Magomeni, maeneo ya Mwembechai, anasimama shekhe kuchangisha michango ile ya umeme. Ni misikiti ambayo Allahumma ighfir lahu warhamhu. Basi kuna watu walikuwa wamekaa upande ule kama vile wameegemea vipi. Baada ya sala, mimi nilikuwa nimesali hapo katikati, anamwambia mwenzake kwa masikio yangu, unamwona imamu kaanza kuchangisha. Maimamu hao na hela hawa, sadaka umesengenya.